Naam, tupo bungeni na pembeni yangu hapa ni Abbas Tarimba, mbunge wa Kinondoni, mwana michezo pia. Kwa tutazungumza kuhusu Kinondoni kidogo alafu tutapiga kuhusu michezo. Leo kwanza tumepata msiba mkubwa. Mheshimiwa Rais ametangazia taifa kwamba tumeondokewa na aliyewahi kuwa makamu wa rais, lakini pia waziri mkuu, na bunge hapa bendera zote zinapepea nusu mlingoti. Ujumbe wako, salamu zako za pole unaweza kuzielezeaje? Kwanza ni msiba mkubwa kwa sababu ni mtu aliyehudumu katika uongozi wa kiserikali katika taifa letu, lakini pia anabakia katika historia kwamba alikuwa pia ni waziri wa fedha, na waziri wa fedha ambaye alifanya kazi kwa mafanikio makubwa sana, na hata alivyoingia kwenye nafasi ya juu ya makamu wa rais, lakini akaja kuwa waziri mkuu, ni mtu aliyeonyesha ule utaifa na uzalendo, na inakumbukwa vile vile na iko kwenye record. Hata majuzi Mheshimiwa Rais alivyokwenda Kilimanjaro kwenda kuzindua mradi mkubwa sana wa maji, pamoja na utu uzima aliokuwa nao au uzee aliokuwa nao, bado alimudu kwenda kukaa pembeni mwa rais, kumuonyesha rais kwamba anafanya kazi kubwa sana kuweza kuwajali raia wake. Hivyo naweza nikasema tumepotelewa na mtu ambaye hakika ni tunu ya taifa letu. Tunatakia lale pala pema. Amen, amen. Miaka mitano ukiwa hapa bungeni, bunge hili umewatendea haki wana Kinondoni kwa kiwango gani? Naweza nikasema kwa asilimia zaidi ya 100, kwa sababu katika kipindi ambacho mimi nimeingia pale tukiwa na matatizo ama changamoto kuu karibu 4. Jimbo langu linapitiwa sana na mito. Ukienda kwenye kata za Kigogo, kata za Mzimuni, Magomeni na Hananasifu, kuna bonde linaloitwa bonde la mto Msimbazi. Bonde lile linapitiwa na mto mwenye Msimbazi, inapitiwa na mto wa Kibangu na Tenge, mito ambayo wakati wa mvua, na hata kama mvua ikunyesha Dar es Salaam, ikinyesha huko juu milimani, wananchi wanakuwa na tabu, na wamepotelewa na mali, wamepotelewa na utulivu wa maisha, lakini hata planning kwa maana ya kujiweka vizuri wameshindwa kuweza kujiweka vizuri. Sasa katika kipindi cha uongozi wangu, hiyo ilikuwa ni ajenda yangu namba 1, na nimeizungumzia zaidi ya mara 5 bungeni, na namshukuru Mheshimiwa Rais ameweza kusikia kilio cha wana Kinondoni, na hivi ninavyozungumza ukiongeza na mradi mwingine mkubwa wa daraja la Jangwani ambalo mvua zile zikinyesha, ambao ni mto unaopita pale, mto huu mto Msimbazi ndio nao unafurika kwenye jangwa lile, na cut off sehemu ya Dar es Salaam mjini na huku kwetu kuanzia Magomeni na kurudi nyuma. Sasa mradi huo umetengewa na fedha tayari zipo trilioni 1.3, na hivi ninavyozungumza mkandarasi ameshalipwa fedha za kuanzia, yupo site anatengeneza daraja la Jangwani, daraja mengine mawili la Kigogo pamoja na pale Mkwajuni nayo yanatengenezwa, madaraja 3 yanaondoa matatizo ya mafuriko. Lakini vile vile huu mradi mkubwa ambao nimeuzungumzia wa trilioni 1.3, ninavyozungumza watu wameshalipwa fidia wale ambao wanapitiwa na huo mradi, na kwamba mradi huo uko katika upande wa manunuzi. Hivyo tuko vizuri sana. Sawa. Najua hiyo ni kwa ufupi, na mambo mengi sana utakuwa umeyafanya. Mengi sana. Kwa hiyo kwa tathmini hiyo unajiona ukiingiza mguu na kugombea uchaguzi huu? Kama hoja ni utendaji wa kazi, I'll be number 1. Mimi yani namba 1 kusema kweli. Nimefanya kazi katika maeneo mengi, shule kwa maana elimu mpaka high school tumepata, wakati ambapo katika jimbo lile miaka yote 60 na kitu ya uhuru hatukuwa na high school. Sasa kwa hiyo utagombea? Mimi nitagombea. Tena niko very strong, usinione hivi. Kuna ambao umesikia wameanza kujipitisha kwenye eneo lako? Wapo. Unajua kuna wengine, unajua mimi ni mwana Kinondoni, na kusema kweli tulichelewa sana. Sasa hofu yangu nisingependa kuona Kinondoni tunarudi huko nyuma,